Mvulana maskini alitembelea nyumba ya mwanafunzi mwenzake kwa ajili ya chakula cha jioni. Alileta kijiko chake cha ajabu. Wote walimcheka, lakini hawakujua kuwa mvulana huyo maskini angekuja kuwa tajiri zaidi, kwa sababu siri yote iko kwenye kijiko chake hiko cha ajabu. Alikinunua kwa shilingi 2000 kutoka kwa muuza bidhaa mtaani. Mwanamke mzee aliyemuuzia kijiko hicho alimwambia ikiwa akitumia kula milo mitatu katika nyumba ya familia ya tajiri ataweza kubadilisha maisha na mtoto wao. Alikinunua kijiko hicho huku akiwa bado ana mashaka, kisha akaenda nyumbani kwa mwanafunzi mwenzake tajiri zaidi. Leo ni siku ya sherehe ya David. Ingawa Henry hakuwa ameitwa ili kubadili maisha yake, Henry aliamua kufika bila mwaliko. Wote walishangaa kumuona Henry. Hapa si mahala pa watoto maskini, alisema mmoja wao. Mwanafunzi huyu anaitwa Paul, ambaye huwa anamnyanyasa Henry shuleni. Akamtolea Henry noti moja na kusema ombaomba hafai kuondoka mikono mitupu. Alikuwa akimdhalilisha Henry makusudi. David alimzuia Paul haraka, akasema kwa kuwa Henry tayari yupo, mwacheni ale kabla ya kuondoka. Muda si mrefu, msimamizi wa nyumba akaandaa meza iliyojaa vyakula vitamu. Kila mtu alipata vijiko vya dhahabu safi. Wakati alipokuwa karibu kumpatia Henry kijiko, Paul alimzuia mtumishi akasema maskini hawastahili kutumia vyombo vya kifahari. Akamwambia mtumishi amletee Henry kijiko cha plastiki cha kutupa. Henry hakukasirika kwa sababu hiyo ilimpa nafasi ya kutumia kijiko chake cha dhahabu. David alitabasamu na kuambia wote waanze kula. Henry akala kwa hamu kwa kutumia kijiko chake. Ghafla akagundua kijiko kimeanza kung'aa. Wakati huo huo, yule mwanamke mzee alitupa kioo chake cha uchawi. Akaona Henry akitumia kijiko cha dhahabu, akajinong'oneza, tamthilia inaanza sasa. Ili apate kula tena nyumbani kwa David, Henry alianza kumkaribia David makusudi, akimsaidia kuandika ripoti za usimamizi wa mali. Usiku David alimuonesha baba yake ripoti hiyo. Baba yake alifurahishwa sana baada ya kuisoma, akasema kuwa mwanae amebadilika na kuboreshwa sana. Usiku Henry alifika tena nyumbani kwa David na kusema ana njaa. Akauliza kama anaweza kula hata tami za haraka. David akamwambia watu waandae vyakula vingi. Henry akatoa tena kijiko chake, na wakati alikuwa anajaribu kula, babake David aliingia.